Sasa niambie, kama wewe ulikuwa na Roho Mtakatifu, ilikuwa kwaje ukaniona mimi? Kwa sababu kwenye kuabudu Roho Mtakatifu akishuka, haumkumbuki Monica tena, haumkumbuki Daudi tena, haumwazi yoyote. Ina maana unakuwa kwenye ulimwengu mwingine, unasahau yote, unakuwa kwenye ile hali ya kumazimisha Bwana, unaanza kunena kwa roho. Ina maana hukumbuki vingine. Wao nikwambia, nimeona Mama Kurwa alikuwa anafanya mguu hivi, baba yule alikuwa anafanya kabisa, alikuwa anarusha kabisa. Ujue huyo alikuwa kabisa ndo hajaingia kwenye uwepo wote. Majeshi. Sasa mtu wa hivi kamjua. Mimi kuna ngine nilisikiaje? Yaani mimi kwenye ibada ya leo siji kwa nini? Nilikuwa naona watu hawaombi. Nilikuwa naona watu hawaombi. Wewe ulikuwa watu hawaombi, ulikuwa unaonaje? Kwa sababu na maana kumbe ungesema hivi, kwenye ibada ya leo kuna watu nilikuwa nao tulikuwa hatuombi ili tukuelewe. Kwa sababu wewe mwenyewe ulikuwa hauombi, ndio maana ulikuwa unaona wenzako ambao hawaombi. Kuna wengine wanakuja kwenye ibada kuwa majaji. Anajaji, leo mama amevaa kitambaa gani? Anaandika. Hata sio aandiki. Leo ibada leo vipi? Mungu alikuwa amechoka. Amepoa. Kwenye ibada kuna wengine ni wakaguzi. Kwenye ibada kuna wengine ni wakaguzi. Si unanielewa? Ukiwa mkaguzi kwenye ibada, Roho Mtakatifu haingii. Ataingia saa ngapi? Ataingia saa ngapi? Atajaa saa ngapi? Kwenye wimbo pale unapamka wimbo wa kuabudu umekuwa mzuri. Ukifika muda wa Roho Mtakatifu ndo anataka kuingia, unatoa macho. Roho Mtakatifu anarudi tena. Ndio maana unaanza na wengine wanaanza wimbo gani umeuzoea? Wimbo wa Mungu. Hakuna. Majeshi. Ya Bwana. Kwa hiyo mwambie mwenzako wewe kuwa na katabia fulani hivi kazuri, ili Roho Mtakatifu awe anaingia kwa urahisi. Majeshi. Kuna wengine Roho Mtakatifu akitaka kuingia, anakukuta hauko tayari. Najiza niingilie wapi? Penyewe ndio hivyo, ni umbea. Kila siku umbea, niingilie wapi? Wapi? Roho Mtakatifu akitaka aingie, nakuta unawaza uchawi. Nikwambie, kwenye kuokoka sio kwamba hutaweza uchawi. Kuna mwingine unajua fulani ameokoka, ni mtakatifu, hawezi kabisa kuwaza uchawi. Kuna wengine wameokoka wanawaza uchawi. Kuna wengine wanapofanya kanisani ni mahali pa kujifichia mambo yao yasijulikane. Hivi unajua? Sasa hao watu kama wapo hapa hawapo, hawezi kuja. Kwa sababu akisikia jina tu, salamu yetu, wanarudi wenyewe. Hapa ndo majeshi. Yakipiga majeshi yanaua kabisa. Kwanza mchawi ukija hapa, ukisikia hii salamu, inabidi uondoke huo muda. Kwa sababu utasikia kama salamu yao tu ndo hii, kwenye kuomba wanaombaje sasa? Si ndo wanaua kabisa. Unaamua uende nyumbani. Haleluya. Sasa hebu sema kwa jina la Yesu, namwamsha roho. Namwamsha tena roho. Rudia tena, sema namwamsha roho. Roho Mtakatifu akija ndani yako, acha mambo mengine mabaya ili asije kaondoka. Roho Mtakatifu ana kawaida ya kuondoka akikuona bado unaendeleza mambo mabaya, mambo machafuko. Roho Mtakatifu anafanya nini? Anaondoka. Haleluya. Ina maana Roho Mtakatifu anapendelea sana kukaa ndani ya mtu ambaye anampenda Mungu, anaomba, anatoa fungu la 10, ni mwaminifu mbele za Bwana, hana majivuno, hana dharau. Wewe kama unanisikiliza, wewe una dharau, una kiburi, wewe ni muongo, wewe unawaza uchawi, wewe unapenda umbea. Na huyo Roho Mtakatifu hakai, hata kama akikaa anakaa ili
unakuwa na nguvu. Mwambie mwenzako mimi ni mtu mwenye nguvu. Hizo nguvu zinatoka wapi? Si wewe unayezileta, ni Roho. Majeshi, Roho Mtakatifu. Sasa nataka tuende hatua ya mwisho ili tuende tukaombe hapo. Tuende mstari wa 18. Na siku zile nitamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake Roho yangu, nao watatabiri. Majeshi. Anasema hivi, na siku hizo nitawamwagia wanawake. Hebu sema wanawake. Kama wewe ni mwanamke sema wanawake. Na wanaume. Haleluya. Mungu anasema nitawamwagia wanawake na wanaume Roho yangu. Hajasema wanaume tu, amesema wanawake na wanaume wote atawamwagia Roho. Alafu baada ya kuwa amemwagiwa Roho atafanya nini? Watatabiri. Hebu sema natabiri leo. Rudia tena, sema natabiri leo. Kwenye kutabiri sio mpaka uwe mtume, sio mpaka uwe nabii. Kwenye kutabiri sio mpaka uwe una upako wa kutosha. Kama una Roho Mtakatifu kama anayemsema huyu, utakuwa unatabiri chochote kwa sababu una Roho Mtakatifu. Utakuwa una kibali cha kutabiri. Ina maana kumbe bila kuwa na Roho Mtakatifu hauwezi kutabiri chochote kikawa. Majeshi. Kutabiri ni nini? Ni ile hali ya kujitamkia yaliyo mema. Kutabiri ni nini? Ungejiuliza, kutabiri nitabirije sasa? Unaposema mimi sitakufa mwaka huu, nitaishi mwaka huu, sitapata magonjwa mwaka huu, nitatembea mwaka huu, na unajitabiria hivyo. Majeshi. Hebu sema najitabiria. Unaposema sikosi hela huu mwaka, nikitoka hapa kwenye ibada hii lazima nishike hela, ndio umejitabiria hivi inaisha. Haleluya. Usipige simu kwa wale wa mbali, wale manabii. Sasa wanaanza kutabiria. Kwa sasa nakuona mwaka huu. Nakuona. Kiufupi hakuoni. Kwanza hakujui. Hajui unaishi mkoa gani. Ina maana wewe ni mtu kama wewe. Ina maana kumbe na unaweza kusema najitabiria mwaka huu. Ndio maana Biblia inasema mifupa mikavu tunatabiri inapata uhai. Haleluya. Biblia yenyewe inasema. Ina maana wewe unaweza kutabiri chochote. Kuanzia sasa hivi huyu mtoto wangu, siku mtoto wangu ukiona anaumwa, tamka hapo na mtabiri leo. Huyu mtoto hapi leo, anapona leo, ni mzima leo, hawezi kupeleka popote leo, hapati ajali leo. Hata na mimi sipati ajali. Chakula sitakosa mwaka huu. Siwezi kuugua, miguu yangu haiumi. Unaposema hivyo hausemi, unajitabiria yaliyo mema na yanakupata kwa jina la Yesu. Haleluya. Yanafanya nini? Mimi umekuja kwenye hii ibada unategemea uombewe. Yaani wewe msaada wako unahisi kwamba wewe msaada wako ni kuombewa. Msaada wako unapatikana ndani yako. Yaani msaada wako unapatikana ndani ya moyo wako wewe. Unaisikiliza. Haleluya. Ukiombewa, ukiondoka nyumbani, anayetakiwa apone ni wewe na mwenye maamuzi ya kupona ni wewe. Unatakiwa ujitabirie sasa. Baba yetu siku moja ile wiki iliyopita alienda kumwombea mtu. Sasa baba anamwambia, wewe maombi yako unasema sifi. Kwani baba alikuwa hawezi kumwambia tulia nikutamkie sifi jumla. Kwa nini alimwambia jitamkie wewe mwenyewe muda wote? Anajita. Ina maana kinywa chake huwa kinywa cha Mungu ikisema huwa inakuwa kinaumba. Kwa hiyo alipokuwa anasema hivyo sifi basi kweli ina maana ni kama kujitabiria hivi. Sifi dakika hii, sifi saa hii, sifi jioni, sifi asubuhi. Kwa hiyo na wewe ukisikia mtu anakuambia wewe unakufa kesho ndugu yangu, unaangamia, naona kabisa unataka kuzikwa, nimeota ndoto ajabu kuhusu wewe, naona wanakuijia, wewe jitamkia aliyo mema. Unasema pamoja na hiyo ndoto uliyoiota, mimi nakujua sifi leo wala kesho. Unatumia kinywa chako, unajitabiri, unasema mimi siangamii, sikosi watoto, nazaa, napokea, nabeba mimba. Usitarajie watu wakutabirie, wengine ni waongo. Majeshi. Sende kwa Richard jitabiria basi. Nionyeshe. Utapata mchumba mweupe au mweusi. Richard anakuambia piga magoti. Piga magoti hapo. Piga vizuri. Sababu na shida, piga vizuri.
Piga magoti Neema. Wewe piga vizuri hivi, uende hadi chini. Kutabia sasa, weka mkono juu ili nitabiri vizuri. Ufupi ni uongo. Majeshi. Kutabiri ni wewe, mtabiri ni wewe unayeniangalia jioni ya leo. Kwenye maombi leo tabiri chochote kiwe kwa jina la Yesu. Ukisema leo napona, umepona kama ulivyosema kwa jina la Yesu. Ukisema leo napata fedha, utapata fedha kutokana na wewe ulivyosema kwa jina la Yesu. Hata mimi mwenyewe natabiri unaiona hapa. Najitabiria mwaka huu, najitabiria na mwaka kesho, najitabiria na mwaka kesho kutwa. Na wewe tabiri hivyo hivyo. Kwenye kuomba unasema natabiri kuanzia sasa nyumba yangu niliyosema kwa muda mrefu nitaijenga, mwaka huu naijenga. Ina maana utajiri wako ni wewe mwenyewe. Majeshi. Utajiri wako ni wewe mwenyewe. Halafu sasa kumbuka una roho. Mimi zangu kumbuka una roho. Hiyo roho sasa ndo imetunza mambo mengi. Ambaye sasa ndani yake kuna Roho Mtakatifu anakuongoza, anakwambia tembea hivi, nenda huko. Ukisafiri, ukipanda gari, ukasikia Roho anakwambia wewe usipande hiyo gari, badilisha kweli. Kwa sababu unaongozwa na Roho. Watu wengi wanapata ajali kwa sababu hawakumsikiliza Roho anasema nini, anaongozaje. Majeshi. Umechumbiwa umechumbiwa wewe binti, umechumbiwa wewe binti na kijana anakwambia napenda, naomba nikuoe. Kwanza kijana akikufuata huo muda anakwambia napenda, naomba nikuoe, mkimbie. Kwa nini akuoe huo muda? Akuoe huo muda. Majeshi hapo. Mimi nakupenda unavyoniona hapa. Nimekuja moja kwa moja nikuoe. Kupenda sio kuoa. Majeshi. Na kupenda sio kufanya nini? Sio kuoa. Halafu sasa ndoa sio mpaka yani mwanze kubashera, mpaka mwanze kuambia watu, mpaka mwanze kufanya nini? Ni nyinyi wenyewe. Ndio maana baba yetu anasema ni makubaliano yenu. Kwa hiyo namna ya kuomba, msikilize Roho. Huyu mtu anakuja kwa nia gani? Roho Mtakatifu niambie, amebeba makusudi gani? Amebeba kusudi la kuniua? Hata wewe mwanaume anakufuata, muombee, kwa sababu wewe una Roho. Muombee ili umjue. Nikwambie, mtu huwezi kumjua bila kumuombea. Ina maana ukitaka kumjua fulani, muombee kwenye maombi. Mwende kwenye maombi, unamwambia Roho Mtakatifu nielekeze, kwa sababu kazi ya Roho Mtakatifu ni kukuelekeza. Fanya hivi, kile kinafaa, pita huku, nenda kule. Ukisikia Roho anakuambia wewe pale acha, hapafai, kuna madhara, usilazimishe. Haleluya. Usifanye nini? Usianze kwenda kwa baba. Sasa baba, nasikia Roho ananiambia niache, lakini baba nampenda. Nikimwangalia alivyo, yani kale kasuali baba anashinda kujizuia. Nashinda kujizuia baba. Kale ka t-shirt baba akikavaa, sema tu baba wewe kumuona baba. Hata kama una roho ndugu yangu, tamweka pembeni baba. Kweli baba. Kweli baba. Roho akizuia, akisema hapana, maana yake sio roho, ni Mungu. Yaani watu wengine huwa hawamjui Mungu anasemaje. Mungu huwa anasema, anakuja kama roho, anasema acha. Mungu hawezi kusikia, hawezi kupagawa. Yaani Mungu hawezi kupagawa kwamba Mungu ni Mungu, mimi ni Mungu. Haleluya. Utasikia roho wako anakuambia Richard, usipita hapo. Ni roho anakuambia, lakini sio roho, ni Mungu, kwa sababu Mungu ni roho. Ina maana umekatazwa, Mungu amekwambia hapa usipite. Majeshi. Kwa hiyo kuna mgeni roho aliwahi kukwambia, yule unaimuona yule kaa naye mbali sana. Yule ana mawazo, ana nia mbaya na wewe. Na watu mnakutana na mawazo ya hivi. Wengi mnajua ni mawazo, lakini ni Mungu anakuambia. Majeshi. Kuna mgeni ulikuwa unapita njiani, akamwambia hiyo njia hiyo, ukipita hapo ni pabaya sana. Hebu badilisha, pita huko ndugu. Mungu alikwambia.
Na hili vitu vinatokea kwa wale watu ambao wana Roho Mtakatifu. Haleluya. Mwingine unapewa hela kabla hujaipokea unahisi kama vile hauna shida nayo hivi, hauhitaji. Roho anakuwa una shida na hela, ila yule anayekuletea hela akija hamu ya kuichukua ile hela hauna amani nayo, hauhitaji tena. Yaani roho yako hairidhiki. Maana yake Mungu anakuambia majeshi, chochote ambacho kimeleta na Mungu kikifika kwako unakuwa una amani nacho, unakuwa una furaha nacho. Chochote kikija kwako kwa kusudi la Mungu utakifurahia. Majeshi. Ina maana hata kama umetumbiwa ili ujue yule anayekutumbia ni sahihi, hata usipoongea naye ukimuona, amani ya moyo inakuwepo ndani ya moyo wako. Hauna wasiwasi au ni mchawi au anataka kuniua. Ukianza kuwaza hivyo, achana naye kweli. Haleluya. Achana naye kweli. Au ni wachawi au wanaroga sana au wanatafuta roho yangu. Kwa nini siachane naye? Wewe ndio Mungu anakuambia biashara imeisha. Hivi ukianza kwanza namshukuru Mungu nimeniletea mtu sahihi. Sasa nikiwa naye nitafanya hivi na hivi. Nitapanga mipango. Sasa ujue amani ya moyo wako umpokea na roho ndio wewe. Ina maana tayari Mungu amekwambia. Hata mimi nasubiri mpaka niambiwe na mtu. Mpaka nione kwenye ndoto unanijia. Sio kweli. Majeshi. Kwa hiyo sauti ya Mungu ni roho yako mwenyewe, kwa sababu Mungu anakaa ndani ya roho yako. Kwa hiyo ukitaka kuisikia sauti ya Mungu inatembea na wewe muda wote, ni roho yako. Kile unachokifanya ukifanya ndio sauti ya Mungu. Sauti ya mtu mwenye Roho Mtakatifu ndio sauti ya Mungu mwenyewe. Majeshi. Yaani mtu mwenye Roho Mtakatifu mipango anayoipanga ni Mungu mwenyewe anaipanga. Mtu mwenye Roho Mtakatifu akipanga kufanikiwa anapanga Mungu mwenyewe. Kama una Roho Mtakatifu ukisema mimi ni mzima, umekuwa mzima kweli. Hebu sema kwa jina la Yesu, nakuwa mzima sahihi kwa damu ya Yesu. Rudia tena, sema najaa Roho Mtakatifu, napokea nguvu mpya. Hebu sema namwamsha Roho. Rudia tena, sema namwamsha Roho. Aamke ndani yangu, ajae ndani yangu, aongezeke ndani yangu. Tunakwenda twende tukaone sisi ili uone kinachotokea. Majeshi. Kwenye kuomba usisimame. Kaa hivyo. Kwenye kusimama hautajiambia, utaambiwa. Haleluya. Yaani kuna maswali mengine au kuna vitu vingine mtu mwenye Roho Mtakatifu hauambiwi, vinakuja vyenyewe. Ina maana nikikwambia nataka tuombe sasa, twende tukaombe tukiwa tumekaa. Mimi nimesema, lakini kuna muda wewe unayeomba utasikia sauti nakwambia hebu omba, umesimama. Ni Mungu anakuambia sasa. Hapo unagundua kumbe ndio Roho ananiambia nisimame kuomba. Majeshi. Kwa hiyo tunataka twende tuombe, uombe kuhusu Roho Mtakatifu ajae ndani yako kwa wingi sana. Haleluya. Roho Mtakatifu akijaa ndani yako kwa wingi sana, kuna vitu utaviacha kuvifanya. Majeshi. Kuna vitu unavifanya kwa sababu Roho Mtakatifu yuko mbali, amelala, amepungua. Mtu asiyekuwa na Roho Mtakatifu anafanya mambo bila kufikiria. Mtu ambaye haongozwi na Roho Mtakatifu anakosea sana. Mtu ambaye haongozwi na Roho Mtakatifu anasema chochote kile. Mtu ambaye haongozwi na Roho Mtakatifu anapenda sana mambo ya ugomvi hauishi. Mtu ambaye hana Roho Mtakatifu ana hasira nyingi vibaya mno. Hasira zinatawala ndani ya mtu ambaye hana Roho Mtakatifu. Inaona ukiwa na Roho Mtakatifu muda wote wewe unawaza kumtafuta Bwana na nguvu zake. Ukiwa na Roho Mtakatifu vitu vichafu haviwezi kujaa ndani yako vikakutawala. Ukiwa na Roho Mtakatifu hauwazi uzinzi tena. Ina maana Roho Mtakatifu hawezi kuwaza uzinzi. Ukiwa na Roho Mtakatifu hauwazi uchawi tena. Ina maana unamwaza Mungu, unawaza ufalme wa Mungu, unawaza kumtumikia Mungu. Hebu sema kwa jina la Yesu, ninamwamsha Roho Mtakatifu aongezeke ndani yangu, ajae ndani yangu, atawale maisha yangu, atawale watoto wangu, atawale kazi yangu, atawale nyumba yangu, atawale biashara yangu, atawale maisha yangu.
Sasa hebu sema kwa jina la Yesu. Kwenye namna ya kuomba hapo hapo, ukimwona mtu anakuangalia, wewe usimwangalie. Haleluya. Ukimwangalia hapo hapo utasikia unakwambia, kumbe na yeye hana Roho Mtakatifu. Wote mtakuwa hamna. Majeshi. Kwa hiyo tunataka twende tukaombe kwa habari ya Roho Mtakatifu. Usimwangalie mtu. Wewe naye usikubali kumwangalia mtu. Kwenye kuomba ndugu yangu, usiwe na muda wa kumwangalia mtu, kwa sababu wewe una shida na Mungu akusaidie. Usimwangalie mtu. Haleluya. Ngine nakwambia wewe usema tu ujui haombi. Sasa kama haombi inakuuma wewe, yanakuhusu. Kwa sababu kila mtu hapa ana shida zake. Majeshi. Unapoomba na anashuka kukusaidia. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa ninavaa roho mpya, roho yenye nguvu, roho ya ajabu. Ninavaa roho ya kuwashinda wale maadui zangu. Rudia tena, sema kuanzia sasa hivi mimi ninabadilika. Ninavaa roho mpya. Ninavaa roho ya Mungu. Ninashindana na maadui zangu kwenye ulimwengu wa roho. Hebu sema mimi ni roho na vita vyangu si juu ya damu na nyama, bali ni kwenye ulimwengu wa roho. Hebu sema ninamwamsha roho. Rudia tena, sema namwamsha roho kwa jina la Yesu. Aamke ndani yangu, atawale ndani yangu, aniongoze, aongoze watoto wangu, aongoze nyumba yangu. Hebu sema namwamsha roho. Rudia tena, sema roho amka. Rudia tena, sema roho amka. Hebu sema roho wa Mungu amka ndani yangu. Hebu sema roho wa Mungu ujae upya ndani yangu. Hebu sema roho wa Mungu nitawale. Hebu sema niko tayari kutawaliwa na Roho Mtakatifu kuanzia sasa hivi. Hebu sema hata vita vyangu mimi ni vya roho, sio vya mwili, kwa jina la Yesu. Hebu sema maadui zangu mnaonitafuta ninawaijia kwenye ulimwengu wa roho. Ninavaa sura ya kimungu, ninavaa roho nyingine. Hebu sema ninakuja kwa roho nyingine. Hebu sema nakuja kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hebu anza kusema maneno hapo ulipo. Omba, unasema navaa roho mpya, navaa Roho Mtakatifu. Navaa Roho Mtakatifu. Navaa sura ya roho. Ninavaa Roho Mtakatifu. Ninavaa rekapa. Unamwona unasikia roho anakuambia simama, unasimama. Ukisikia hajakwambia roho, omba hapa. Unasema namwamsha roho. Roho Mtakatifu akiamka ndani yako, unashangaa unapokea nguvu. Kawaida ya Roho Mtakatifu anawapa nguvu watu. Kuna mwingine utasikia roho zinajaa. Roho anajaa ndani yako upya. Hebu sema namwamsha roho. Roho Mtakatifu amka ndani yangu. Huyo ni roho anakuambia, anakuelekeza. Unasikia roho ndio anakuambia funika macho, unafunika macho. Kila anapoomba hapo, ombea kazi. Unasikia roho anakuambia ombea kazi, ombea uchumi, ombea mashamba, unaanza kuomba. Anayeomba sio wewe. Ndani kuna roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaingia kwa yule mtu aliyejiweka tayari. Ukijiweka tayari, Roho Mtakatifu anajaa.